Mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, Mohamed Salum, amesema kuwa usafiri wa meli ya MV Liemba una umuhimu mkubwa kwa wananchi wanaotegemea huduma za usafiri wa majini katika ukanda wa Ziwa Tanganyika, huku akieleza kuwa meli hiyo itakuwa chachu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Salum ametoa kauli hiyo wakati alipotembelea eneo la ujenzi wa meli ya MV Liemba mjini Kigoma katika maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani yanayoendelea mkoani humo. Vile amesema kuwa wananchi wengi wa maeneo yanayozunguka Ziwa Tanganyika wanategemea sana usafiri wa majini kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi, hivyo kukamilika kwa ujenzi wa meli hiyo kutasaidia kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali. Kwa majina naitwa Mohamed Salum, ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri majini TASAC au shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, lakini vile nimekuja Kigoma kama msajili wa mabaharia katika wiki ya kusherehekea wiki ya mabaharia. Lakini pamoja na hilo, kama msajili wa meli vile nimefika hapa Kigoma, nimewiwa kuja kutembelea ukarabati wa meli ya MV Liemba ambayo mnaiona, nadhani waandishi wa habari mmeiona hapo nyuma, ambao unaendelea kufanyika chini ya kampuni yetu Atashiko. Kwa kuwa sisi TASAC tuna wajibu wa kukagua ujenzi na marekebisho ya meli, niona vyema nije nione hatua iliyofikia katika ukarabati wa meli. Kama mnavyofahamu, mkoa wa Kigoma kwa kipindi kirefu umekuwa na changamoto ya usafiri ziwani kwa kukosekana kwa meli ya uhakika ambayo ingesaidia kusafirisha wananchi pembezoni mwa Ziwa Tanganyika. Na sasa hivi wananchi wengi wanatumia vyombo vidogo ambavyo haviko salama. Kwa hiyo serikali kupitia Tashiko iliona vyema ifanyie marekebisho meli ambayo ni ya muda mrefu. Nadhani ni moja ya meli kongwe nchini zaidi ya miaka 100 hii MV Liemba. Na leo tumefika hapa kuangalia hatua iliyofikia katika marekebisho na ukarabati, na kwa mujibu wa meneja mradi tumeambiwa wako karibia 90% ya marekebisho, na hatua ambayo inasubiriwa sana sasa ni kupandisha tu meli kwenye chelezo, kumalizia kufix mifumo ya uendeshaji wa meli, maana propeller shaft kuzunganisha na engine. Lakini ndani tumetembea, tumeona marekebisho makubwa, na kwa kweli tumeridhika. Eneo kubwa ni kama meli ukiondoa ule mwili wake, ndani wamerekebisha kila kitu, kwa maana kufunga engine mpya, vifaa vya uongozi meli vipya, lakini kurekebisha vyumba vyote ambavyo, maeneo yote ambayo abiria wanakaa, kwa vyumba vya kulala na vile maeneo ya economy, kwa maana kuweka viti vipya. Kwa hiyo hatua inayofikia ni nzuri, na wametueleza kwamba kufikia katikati ya mwezi ujao watatuita kwa ajili ya maandalizi ya sea trial au majaribio ya meli. Kwa hiyo baada ya ukarabati wa kwenye chelezo, sasa tutakuja kukagua kwa ajili ya kutoa ridhaa ya chombo hicho kufanywa majaribio ziwani, na baada ya hapo tunategemea ndani ya kipindi kifupi basi tuikague tena na kuipatia vyeti ianze kutoa huduma. Na kwa matarajio yatashikwa kabla ya mwisho wa mwezi wa 8 au wa 9, tunategemea meli itakuwa imeanza kuanza kutoa huduma katika Ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tuhakikishie wananchi wa ukanda wa Ziwa Tanganyika kwamba meli yetu hii hivi karibuni itaanza kutoa huduma na kurejesha faraja kwa wananchi, kwani kwa muda mrefu wamekuwa wanakosa chombo cha uhakika cha usafiri katika ukanda wa Ziwa letu Tanganyika. Kwa jina mimi naitwa Humphrey Daniel Mwambungu, ni kaimu meneja tawi kampuni ya meli Tanzania. Kukamilika kwa meli hii kutaleta faraja kwa wananchi. Kama mnavyofahamu, katika Ziwa Tanganyika sasa hivi hakuna meli yoyote inayosafirisha abiria. Kwa hiyo kukamilika kwa meli hii inaenda kuinua uchumi wa watu. Tunaenda kufanya watu wasafiri kwenye usafiri wa uhakika na salama. Kumbuka, kwenye usafirishaji kitu cha msingi kabisa ni usalama wa abiria wenyewe. Kwa hiyo sisi tunapenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kampuni ya meli Tanzania kwa uwekezaji huu mkubwa waliofanya. Kumbuka, huu mradi umewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 13, na mpaka sasa mkandarasi alishalipwa dola milioni 7.6. Kwa ukarabati unavyoenda kwa haraka, tuna uhakika kabisa mwishoni mwa mwezi wa 8 hii meli itaingia kufanya kazi, na pia itaenda kuinua uchumi kwa wananchi. Kumbuka, hii meli itaajiri wa Tanzania ambao inaendeshwa na mabaharia wetu wa Tanzania. Pili, itasaidia kusafirisha mizigo kwa wananchi, kwamba mwananchi wa Kigoma leo hii baada ya meli kukamilika anaweza kupeleka mzigo wake kutoka Kigoma kupeleka Uvira, kutoka Kigoma kupeleka Kalemie, mwingine kuanzia Mwambao wote hadi kwenda Katavi huko. Kwa hiyo ukamilikaji wa meli hii tunaenda kuinua uchumi wa wananchi kwa ujumla.